Mungu awabariki sana kwa kuja. Umoja wa namna hii nafikiri utafanya jambo kubwa. Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Mungu awabariki sana tena sana. Haleluya. Nina muda mchache wa kuendelea na somo langu la hitaji kuwa na msaada. Hitaji kuwa na msaada wa Bwana katika maisha yako na katika huduma yako. Hitaji kuwa na msaada. Katika maisha yako na katika huduma yako. Labda kabla sijaingilia kwenye pointi ile ya pili, kwa nini tunahitaji msaada wa Mungu katika maisha yetu na katika huduma yetu, nisome kwanza andiko hili katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 56. Zaburi ya 56 mstari wa 9 na wa 10. Au tuache kwanza hiyo tusome Zaburi 94 na mstari wa 17. Kama Bwana asingalikuwa msaada wangu, nafsi yangu kwa upesi ingelikaa penye kimya. Kama Bwana asingelikuwa msaada wangu, kama Bwana asingelikuwa msaada wangu, nafsi yangu kwa upesi, nafsi yangu kwa upesi. Sijajua Kiswahili, hebu nisome Kiswahili cha Kenya, naona kinaongea vizuri. 94 mstari wa 17. Zaburi 94 mstari wa 17. Ndio. Neno la Mungu linasema hivi. Kama Bwana asingenisaidia upesi, kama Bwana asingenisaidia upesi, safi sana, ningelikuwa ninaishi katika ukimya wa kifo. Nimeipenda sana Biblia hiyo. Ningelikuwa ninaishi katika ukimya wa kifo. Ningelikuwa naishi katika ukimya wa nini? Wa kifo. Wa kifo. Kama Bwana asingewahi kuja kunisaidia, ningelikuwa naishi kwenye nini? Ukimya wa kifo. Kwa hiyo unaweza kuona umuhimu wa msaada katika maisha yako. Sema amen, amen. Haleluya. Lakini pia Zaburi 108 mstari wa 13. Anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atakanyaga watesi wetu. Atawakanyaga watesi wetu. Hebu soma Kiswahili hicho. Kwa msaada wa Mungu tutapata ushindi. Kwa msaada wa Mungu tutapata ushindi. Naye atawaponda adui zetu. Naye atawaponda adui zetu. Haleluya. Unaenda kuendelea kuona umuhimu wa msaada wa Mungu katika maisha yetu. Tunaona wazi kwamba Mungu wetu anajua sisi ni wahitaji, na ndio maana amejipanga kutusaidia. Moja, Yesu ujio wake alikuja kama msaada, na ndio maana alipokuwa anaondoka akasema, mimi naondoka lakini nitamuomba Baba awape msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, lakini ninyi mtampokea na atakuwa anakaa ndani yenu, tena atakaa ndani yenu milele. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo Mungu amejipanga kutupa msaada. Bwana asifiwe sana. Sasa nikasema kwa nini tunahitaji msaada katika maisha yetu na katika huduma zetu. Moja tulikuwa tumeangalia, lakini mbili, tunahitaji msaada wa Bwana katika maisha yetu
kwa sababu mawazo yetu yako chini sana, wakati mawazo ya Mungu yako juu sana. Mungu aliyetuita ana mawazo ya juu sana. Sisi mawazo yetu yako chini sana. Naomba unisomee kwenye kitabu cha Isaya 55 mstari wa 8 na wa 9. Isaya 55 anasemaje Kiswahili chetu kizuri? Isaya 55 mstari wa 8 na wa 9. Mstari wa 8 na wa 9, neno la Mungu linasema, ndio, kwa kuwa mawazo yangu si mawazo yenu. Kwa kuwa mawazo yangu Mungu si mawazo yenu. Wala njia zenu si njia zangu. Wala njia zangu si njia zenu. Kama vile mbingu zilivyo juu kuliko dunia. Kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko dunia, ndivyo njia zangu zilivyo juu kuliko njia zenu. Ndivyo njia zangu zilivyo juu sana kuliko njia zenu. Na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Na mawazo yangu yako juu sana kuliko mawazo yenu. Hapo hapo sema amen. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya. Mawazo yetu tumepewa kufanya mambo makubwa ambayo kwa vyovyote yanaweza kuwa juu ya uwezo wa akili zetu au fahamu wetu. Mungu anasema yeye mawazo yake yako juu sana kama mbingu, wakati mawazo yetu yako wapi? Chini sana. Sijui nitoe mfano mmoja labda kabla sijaendelea tupate kuelewa vizuri. Nani ana mtoto hapa? Nani ana mtoto? Nani ana mtoto? Hayuko mtu mwenye mtoto hapa? Njoo na mtoto wako hapa. Uliye na mtoto. Njoo hata wawili ambao una mtoto mkubwa kidogo. Uliye na mtoto mkubwa kidogo. Sogea hapa mama, sogea hapa, sogea. Panda hapa, wakuone wote, panda hapa. Njoo. Na aliye na mkubwa kidogo zaidi ya hawa, naye ache. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Naomba tumnisikilize. Mtoto huyu mawazo yake yako wapi? Mawazo yake yako chini sana kulingana na utoto wake. Ana uhitaji msaada wa karibu sana wa mama yake. Ni kweli si kweli? Huyu ukimwachia kidogo tu ameisha angamia. Ukimwachia kidogo tu ameisha fanyaje? Ameisha kufa. Hata kuishi hawezi kuishi. Kwa nini hawezi kuishi? Hawezi kuishi kwa sababu anategemea msaada wa mama yake kuishi. Bila msaada wa mama yake hawezi kufanyaje? Kuishi, kwa sababu akili yake au ufahamu wake uko chini sana. Kiwango cha ufahamu wa huyu mtoto kinahitaji msaada kwa asilimia nyingi. Bila msaada huyo mtoto hayupo. Lakini mawazo ya mama yake yako juu sana kuliko mawazo ya mtoto. Kwa hiyo muda wote anamuhendo mtoto wake kwa kuhakikisha hapati madhara yoyote.
Tunaye Mungu Baba anajua mawazo yetu yako chini. Tunahitaji msaada wake. Sema amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naona kama wanafana. Huyu ana miaka mingapi? 3. Huyu 2. Huyu 2.5. Sema amen. Haleluya. Unaweza kuona huyu angalau kuna nafuu, si ndio? Mama anaweza akamwachia. Hebu mwachie chini mtoto. Kwa hiyo mtoto huyu ameendelea kufanyaje? Kukua. Msaada unaweza ukapungua kidogo na wewe mwenyewe akafanyaje? Hebu tembea mama, nenda pale. Nenda uwe na shukia pale. Uwe mwache tu, mwachie wewe, alafu wewe mwambie njoo. Mwambie njoo. Wewe tangulia mbele. Si unaona mama anamfuata? Unaona mtoto anafanya nini? Kwa nini asibaki hapa? Sema amen. Kwa nini asibaki hapa? Anajua mama ndio nani. Lakini unaonaje huyu akiachwa hapa anaweza kumfuata mama yake? Hawezi kumfuata, si ndio? Kwa nini hawezi kumfuata? Ufahamu wake uko wapi? Chini sana. Sema amen. Kadhalika nafikiri na hawa. Hebu na nyinyi waacheni watoto wenu tuone kama kuna atakaye baki hapa. Inafanana pia na uwezo. Mwambie njoo. Nenda tu. Sema amen. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa unaweza kuona asili ya mawazo kuwa wapi? Chini. Watoto wanapoendelea kukua, wanapoendelea kuwa watu wazima, msaada unapungua, lakini bado wanahitaji msaada. Mpaka wanaanza kusoma wanahitaji msaada wa wazazi, si ndio? Kwa nini wanahitaji? Kwa sababu bado wana mawazo yaliyo chini kuliko baba, kuliko mama. Mama na baba wana mawazo ya juu kufikiria mtoto wao asomeje, afanikiweje, mpaka afikie viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo Mungu kama amesema mawazo yenu yako chini, lazima tukubali. Lazima tukubali kwamba mawazo yetu yako wapi? Hata kama tungetengeneza ndege, bado mawazo yetu yako chini. Hata kama tungelikuwa na mawazo ya ajabu, tungetengeneza tukafanya vitu vikubwa. Nilikuwa niko hewani na waza lidudu hili linapita hewani huku, limebeba mizigo na nini. Nikasema hii ni akili ya ajabu sana, ni ufahamu wa kiwango cha juu sana. Lakini bado tena nikarudi nikaona bado Mungu anasema mawazo yenu yako wapi? Chini. Pamoja na kutengeneza ndege, pamoja na kuwa na ufahamu na viwango vikubwa vya ufahamu, lakini bado Mungu anasema akili zenu na mawazo yenu yako chini. Sasa huyu Mungu ambaye anataka tumtumikie, tufanye kazi yake, ametuingiza tufanye kazi yake, na mawazo yetu haya yaliyo wapi? Chini. Wakati Mungu anahitaji, yeye ana mawazo makubwa. Ndio maana mara nyingi tunakuwa hatuwazi kama Mungu anavyowaza. Hebu kwa mfano tumfikirie mtu mmoja anaitwa Gideon kwenye Biblia. Gideon kuna wakati fulani alikuwa anawakimbia wale maadui zake. Anaficha wa Midian, anaficha nini? Anaficha ngano. Anajitahidi kuficha ngano. Moyoni mwake akijaribu kuchungulia huku, anachungulia, anaona hawapo, anaendelea kujificha. Anajificha na wakati anapojificha anajua kabisa kwamba hawa jamaa wakimkuta amekwisha. Lakini anavyowaza Gideon sivyo anavyowaza Mungu. Bwana anakuja anamwambia shujaa. Bwana anamwambia, hebu nikuulize swali, yeye alikuwa anajiona kuwa shujaa?
Alikuwa anajiona kuwa shujaa? Alikuwa hajui kama yeye ni shujaa. Alikuwa anajiona yeye ni mtu ambaye yuko katika viwango vya chini sana na anaweza kuangamizwa na Midian. Lakini kumbe kwa mawazo ya Mungu, yeye ndiye anayeweza kuwatoa wa Midian katika nchi ya Israeli. Sema amen, amen. Sema amen, watu wa Mungu. Kumbe ndiye ana uwezo wa kuwatoa. Hata wakati mwingi tunapokuwa Mungu ametuita kwenye huduma hizi, wakati mwingi tunakuwa na mawazo ya kibinadamu. Tunaona kama wanadamu, tunapanga kama wanadamu, tunafanya kama wanadamu. Mawazo yetu yanapokuwa yako chini, tunashindwa kufikia mipango ya Mungu anayotaka. Kwa nini? Kwa sababu mawazo yetu ni madogo. Mawazo ya Mungu yako wapi? Juu. Sema amen. Sema Bwana nisaidie. Sema kwa sauti, Bwana nisaidie. Niwaze kama unavyowaza. Kwa kuwa tunamtumikia yeye, tunahitaji kuwaza mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu yako juu, mawazo yetu yako chini. Mara nyingi ni huwa nasemaga kwamba mara nyingi hatufikii viwango Mungu alivyokusudia kwa sababu ya mawazo yetu kuwa chini. Hatufikii viwango vile Mungu alivyokusudia kwenye huduma zetu. Hatufikii viwango katika vile ambavyo Mungu alipanga tufikie kwa sababu ya mawazo yetu ya kibinadamu ambayo tunawaza kwamba haiwezekani, hili haliwezekani, hili haliwezekani, hili haliwezekani. Kama ambavyo alikuwa anawaza Gideon kwamba hili haliwezekani, hili haliwezekani, hili haliwezekani, hili haliwezekani. Lakini kumbe Mungu yeye anaona mbali sana. Kama vile ambavyo Mungu alikuwa amemuita Musa, akamwambia Musa, uende kwa Farao. Mawazo ya Musa yalikuwa piga ua, kwa Farao siendi. Kwa nini? Aliishi na Farao, anamfahamu Farao, anaelewa kila kitu cha nani, anaujua ukali wa Farao, kwamba Farao akiamua ufe unakufa, na amemkimbia nani? Farao. Huko aliko amejificha kwenye maficho, anamkimbia nani? Lakini mawazo ya Mungu yanataka yeye aende akawakomboe wana wa Israeli, akawatoe wana wa Israeli katika vifungo vya Farao. Ni sio rahisi kuja mtu wewe unaambiwa nenda Kenya ukawaambie wa Kikuyu. Hapa wanaishi watu gani? Kabila gani? Zote. Walio wengi wa Kikuyu. Maana tunafahamu makabila makubwa sana kwenu huku ni wa Kikuyu na wa eti wamechangamana. Sasa tutoe kabila moja wapo, kwa mfano kama wa Kikuyu, waambie unaenda unamwambia rais kwamba na Bwana ameniambia ni watoe Nairobi wa Kikuyu wote waende katika nchi fulani. Yani kwenye akili za kibinadamu kwenye akili za nini, za kibinadamu, utaona ni jambo ambalo alifanya nini, haliwezekani kabisa. Kwa hiyo yako mambo ambayo akili za kibinadamu hayawezekani kabisa, lakini kwa Mungu yanawezekana. Biblia inasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanafanyaje? Yale usioweza wewe, Mungu anaweza. Maandiko yanasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutafanyaje? Wangapi wanataka kutenda makuu? Wangapi wanataka Mungu afanye makuu kwenye maisha yao? Kama unataka Mungu afanye makuu kwenye maisha yako, unahitaji msaada wa Mungu.
Msaada wa Mungu peke yake ndio utakao kuwezesha kutenda makuu. Msaada wa Mungu peke yake ndio utakao kuinua mahali ulipo pa chini uende pa juu. Msaada wa Mungu peke yake ndio utakao fanya mawazo yako yabadilike kutoka katika yale mawazo yasiyowezekana kuanza kuwaza kwamba inawezekana. Na mimi nataka kukuambia kwamba yale unayoona hayawezekani yanawezekana kwa msaada wa Bwana. Yale unayoona hayawezekani kwa akili yako, kwa Bwana yanawezekana. Mungu anaweza kukusaidia. Mungu anaweza kukuinua. Mungu anaweza kukujenga. Mungu anaweza kukutumia. Mungu anaweza kukuinua hata kama umekaa ambapo unaona kabisa hayawezekani. Lakini nikwambie, Mungu tunayemtumikia, ambaye umekuja mahali hapa kusikia habari zake, anaweza kukuinua, anaweza kukupa akili ya kwake. Mungu anasema, Paulo anamwambia Timotheo, mtoto wake, kwenye Timotheo wa pili 2:7, anasema na Mungu atakupa akili katika mambo yote. Mungu atafanyaje? Mungu atakupa akili katika mambo yote. Na anasema, andiko lingine anasema hivi, amani ya Bwana ipitayo akili zote iwe juu yako. Hebu sema, amani ya Bwana ipitayo akili gani? Akili gani? Akili zote za nini? Za wanadamu. Hebu sema, akili zote za kibinadamu. Akili zote za wanadamu. Akili zote za watu. Amani ya Kristo ipitayo akili zote itakuwa juu yako. Mungu alipoongea na Musa, baadaye Musa akapata amani ya kwenda kwa Farao. Mungu atakupa amani ya kufanya jambo ambalo ulikuwa huwezi kufanya. Mungu atakupa amani ya kufanya jambo ambalo ulikuwa hufikirii kwenye maisha yako kulifanya. Atakupa amani moyoni mwako ambayo ufahamu wako, akili yako haijawahi kudhani, haijawahi kupanga, haijawahi kuelewa, kwa kuwa mawazo ya Mungu yako juu sana na mawazo yetu yako chini sana. Tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji msaada wa Bwana. Sema, nahitaji msaada wa Mungu. Mawazo yangu yako chini. Hata ungejiona una mawazo, huna mawazo, hufanani na Mungu. Una mawazo kuliko wengine, lakini huna mawazo ya sawa na Mungu. Hata kama ungejiona una akili, umesoma, unaeleweka na watu, lakini nikwambie wazi kwamba bado mawazo yako kwa Mungu yako wapi? Chini. Mawazo yako yako chini. Unamhitaji Mungu akusaidie kuanza kuwaza mawazo ya Mungu, kuanza kupanga mipango ya Mungu, kuanza kuzitenda kazi za Mungu anazokusudia kwenye maisha yako. Mara nyingi tumeshindwa kufikia viwango Mungu alivyokusudia tufike, kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu kwa mawazo yetu yaliyo wapi? Tunafanya kazi ya Mungu kwa mawazo yetu yaliyo wapi? Yaliyo chini. Kwa mfano, nimekupa mfano mmoja wa asubuhi nilipokuwa nakwambia Mungu aliniambia tu unatakiwa kujenga kanisa kubwa. Lakini kwenye mawazo ya kibinadamu unaona hayuko hata mshirika mmoja aliyena nini? Aliyena hela ya kujenga kanisa kubwa. Yale yalikuwa mawazo ya Mungu. Mawazo yangu yalikuwa mawazo yangu yalikuwa ni madogo sana, lakini Mungu ana mawazo tofauti na mimi. Anataka kanisa kubwa wakati mimi sioni uwezo wako wa kuwa na kanisa kubwa. Mungu anataka nijenge kanisa kubwa wakati uwezo wa kujenga kanisa kubwa sina. Sina hata kwamba labda nitaenda mahali fulani. Kuna siku moja nikaomba kwa rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa na kanisa kubwa, nikamwambia Bwana, mimi nakuja huko, naomba unisaidie kanisa lako kujenga, nipo kwenye ujenzi. Akasema njoo. Tukafika pale,
Tulipofika pale, kumbe pia kuna mtu mmoja pia kaja pale, naye alikuwa na msaada, naye akatoa mchango pale. Kwa hiyo nilipoomba mimi msaada pale wanisaidie, cha ajabu sasa nilipewa nauli tu ya kwenda na kurudi. Yaani hela niliyopewa ilitosha nauli ya kufanyaje, ya kwenda na kurudi. Niliporudi nyumbani nikakaa, nikasema Mungu, maana yake nini? Lakini bado Mungu akaendelea kuniambia, unatakiwa kujenga kanisa kubwa. Mawazo ya kibinadamu yanagoma, ufahamu wa kibinadamu unakataa, lakini Mungu anataka. Mungu anataka. Mimi sikuwahi kuwaza leo nitakuwa hapa mbele yako, lakini Mungu ametaka leo niko mbele yako. Sema amen. Sikuwahi kuwaza kwamba nitamfahamu baba yangu hapa, lakini Mungu leo ametaka niko hapa. Yalikuwa mawazo ya Mungu. Kabla askofu hajaniambia, nikawa nimeota ndoto, naona kama nafundisha watumishi wa Mungu. Sasa nikawa nawaza, hivi nitakwenda kufundisha wapi? Mbona kama naona sura ngeni tu wale niliokuwa nawafundisha. Kuna Mungu anataarifu kwamba unaenda kusema mbele za watu wangu. Na Mungu ameruhusu tuwe mbele yako leo. Na Mungu ana kitu cha kufanya kwenye maisha yako. Lazima uwe tayari kupokea. Nimesema hivi, mara zote tunashindwa kupokea kwa sababu ya kutokuwa wahitaji. Hebu sema kutokuwa wahitaji. Sema amen. Lakini namba 2, kutokuelewa. Kama ambavyo Samuel alikuwa hajafanya nini? Hajaelewa. Alipokuwa hajaelewa, Mungu alikuwa hafanyi chochote kwake. Na ndio maana mimi nimesema mshukuru baba huyu, kwa sababu anapoita makongamano kama haya yanakuwa ni uponyaji wa maisha yako. Yanakuwa ni uponyaji wa huduma yako. Hapa ulipo ni sawa na vile ambavyo amesoma lile andiko, Bwana amemwambia Musa, panda huku mlimani. Ni kama hivi sasa hivi tunavyozungumza hivi, wewe umeshapanda mlimani. Unaisikia sauti ya Mungu anaongea na maisha yako. Ni lazima uwe na njaa ya kupokea kile ambacho Mungu anataka afanye kwenye maisha yako. Sema amen, amen. Sema Bwana, na kuhitaji sana. Unisaidie. Mawazo yangu yako chini sana, wakati mawazo yako yako juu sana. Mara nyingi Mungu ni wa vingi. Hebu sema Mungu ni wa vingi, wakati sisi ni wa vichache. Unajua mpaka hivi leo tunavyozungumza, Waisraeli hawajaiteka nchi yao kama Mungu alivyowapa. Nchi ambayo Mungu aliwapa Waisraeli ni kubwa sana, lakini hawajaifikia mpaka leo. Na Bwana aliwapa shahidi, akasema popote mtakapokanyaga mguu wako ndipo patakuwa pako. Usipokanyaga hapawi pako, mpaka upafikie upakanyage. Na uwezi kupakanyaga bila vita. Lazima ukinapokanyaga pale upambane. Kwa hiyo Waisraeli wameishia kuwa na kanchi kadogo, lakini bado mawazo ya Mungu ni mawazo makubwa. Ukisoma kwenye upana ule ambao Mungu aliwapa Waisraeli, ni nchi kubwa sana. Unaweza kuona kuna nchi nyingi ziko pale, ni taifa la nani? La Israeli. Lakini kwa nini? Kwa sababu ni mawazo yetu yako wapi? Chini. Wakati mwingi tunajaribu kutazama kama wanadamu, tunajaribu kuwaza kama wanadamu, tunajaribu kupanga kama wanadamu, tunajaribu kupanga mambo kama wanadamu. Na kwa sababu hiyo tunaishia kwenye ukingo haraka, kwa sababu hatuna akili zetu za kibinadamu ambazo ni ndogo. Watoto ambao wako hapa tumewaona, yule mtoto mwingine hata haelewi kwamba nimebeba. Hata haelewi kwamba nimefanya nini. Sidhani kama anakuja kukumbuka mama alikuwa ananibeba. Hawezi kukumbuka palipo. Maana akili yake iko wapi? Chini sana.
Ndivyo hivyo katika maisha yetu ya kiroho, tunaendelea kukua kutoka imani kwenda na kutoka utukufu kwenda utukufu. Kadri tunavyoendelea kujifunza, Mungu anaendelea kuweka vitu ndani yetu. Hatubaki pale pale. Kuna wengine kwenye mambo ya kiroho wako chini zaidi, lakini kuna wengine wameanza kuona. Nilikuwa ninaongea na mzee pale ndani. Nikamwambia, mzee, nimejifunza kitu kikubwa sana kwako. Hauangalii umri. Unajua mzee hana mpango na umri wake. Hana mpango na nini? Wala haangalii kwamba amezeka. Anaona ulimwengu hapo alipo. Anaona kuyafikia mataifa. Wakati wengi kufikia umri huu wanaanza kujitazama kwenye kioo, wanaanza kujiangalia kwamba namna gani mimi namna hii kweli. Hapana, mimi nimeisha. Nisogee kidogo nyumbani. Nisogee kidogo nyumbani niende kufa. Lakini bado mzee, Mungu ameendelea kumpa mawazo ya Mungu kwenye ufahamu wake, kwamba unatakiwa kufanya kama vile ambavyo Mungu alimwezesha Musa. Biblia inasema alikuwa na miaka 120, hakuishiwa nguvu wala macho yake hayakupoteza mwelekeo. Alikuwa na uwezo, bado ni mzee lakini ana uwezo. Na mimi nataka mzee uwe mzee wa siku, sio mzee wa kukongoroka. Ngoja nikushike na mkono. Nimefurahia sana kazi yako. Uwe mzee wa siku. Unajua Mungu ni Mungu wa siku. Ni mzee wa siku, sio mzee wa kukongoroka. Mungu anaitwa mzee, yani mzee wa miaka, sio mzee wa kufanyaje. Lakini alivyo ni yeye yule jana, leo na hata alivyokuwa jana ndivyo alivyo na ndivyo atakavyokuwa kesho. Anaitwa mzee wa siku. Uzee wa kukongoroka hana. Sema amen, amen. Watumishi wa Mungu, haleluya. Wazee wengi wanapofikia umri kama huo wanaanza kupoteza kumbukumbu, wanapoteza nini, lakini bado mzee ni mwana mipango, tafikiri kijana. Sasa hayo yanaitwa mawazo ya Mungu, yanafanya kazi ndani yake. Ni lazima tufike mahali pa kujua sisi ni wahitaji. Mara nyingi tumekuwa na roho za kiburi, kwamba sasa hivi mimi naelewa, sasa hivi mimi najua. Tunapofikia hapo ndipo tunapoanza kuporomoka, ndipo tunapoanza kufanyaje? Kushuka. Na leo tunapozungumza hapa, tunazungumza juu ya kanisa la Mungu ambalo ni kanisa la Kristo. Kuna maporomoko makubwa sana. Watu wa Mungu wameanza kwenda tofauti, na ndio maana wapinzani wa imani yetu wamekuwa na nguvu. Wapinzani wa nini? Manabii wa uongo ambao wameinuka sasa hivi wanafanya vitu vya ajabu. Wao wanaanza kuwa na nguvu kwa sababu nguvu ya kanisa imekuwa nini? Ndogo. Tukiwa na nguvu ndogo, lazima tutaendelea kuonewa. Atakuja hapa ulipofungua kanisa, mtu mwingine anafungua kama hapo jirani, ananyang'anya washirika wako wote. Kwa nini ananyang'anya? Nguvu yako ni ndogo. Maandiko yanasema mtu ambaye ana nguvu anajifunga, nyumba yake inakuwa nini? Salama. Lakini akija mwenye nguvu kuliko yeye, anamnyang'anya. Sema nakataa kunyang'anywa. Sema kwa jina la Yesu nakataa kunyang'anywa. Nahitaji msaada wa Bwana. Leo tumekuwa na kesi nyingi za ndoa kuporomoka. Au kwenu huko haziko? Ndoa za wengi sasa hivi zinafanyaje? Tumekuwa na kesi. Mimi nimekuwa na kanisa kubwa pale, nimekuwa na kesi mara nyingi. Nimewaambia hivi, sio kwamba hivi vitu vinaanzia mwilini. Hivi vitu mara nyingi vinaanzia wapi? Rohoni. Rohoni ndiko kunako panga mipango, ndiko kunako panga mipango. Alafu mwilini ni matokeo ya kilichotoka wapi? Rohoni.
Kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo wewe huwezi kuvifahamu, lakini vinataka sasa yule ambaye anajua kule kwenye ulimwengu wa roho kuna nini, naye ndiye Mungu wetu ambaye anafahamu jinsi ya kutushindia, jinsi ya kutusaidia, jinsi ya kutuponya. Sema amen. Sema amen watumishi wa Bwana. Sema amen wana wa Mungu. Sema amen mliookoka, mnaokwenda mbinguni. Sema amen. Kubali kwamba akili yako iko chini kuliko akili ya Mungu. Ili upate msaada, kubali kwamba mimi akili yangu iko wapi? Chini kuliko akili ya Mungu. Ukishakubali hivyo, Mungu ataanza kukupa akili yake. Uanze kuona kama Mungu anavyofikiri, uanze kufanya kama Mungu anavyotenda. Biblia inasema ni Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kulitimiza kusudi lake lilo nini? Ni Mungu anafanyaje? Anafanya kazi ndani yetu tunapofikia kuanza kutaka. Mungu anapokuwa amechukua nafasi kwenye ufahamu wetu, unataka kufanya hiki, kumbe ni Mungu anataka. Unataka kusema hiki, kumbe ni Mungu anataka. Unataka kutenda hiki, kumbe ni Mungu anatenda. Biblia inasema ni Mungu anafanya kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu. Ni Mungu anafanya. Wakati unapofikia hapo, maana yake unaanza kuwaza kama Mungu, unaanza kutenda kama Mungu, unaanza kufika kwenye viwango ambavyo Mungu anahitaji uvifikie. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Naongea na watu, naongea na mtu, naongea na mtu, naongea na mtu hapa. Haleluya, haleluya. Musa anaambiwa nenda kwa Farao. Musa akasema siendi. Hata iweje mimi siendi. Kwa nini alikuwa anasema siendi? Mawazo yake yalikuwa wapi? Hata Farao, baba mimi siendi. Mtume mtu mwingine. Alipoona Mungu amuelewa akasema mimi hata kusema sijui. Mimi nina kigugumizi, naomba umtume mtu mwingine. Mungu akamwambia sijui cha mtu mwingine. Kwa kuwa umekataa kwamba siwezi kukuponya, hata hivyo wewe utakuwa Mungu kwa yule ambaye atakuwa msemaji. Lakini lazima uende. Kwa hiyo ilibidi Musa akubaliane sasa na mawazo ya Mungu. Kubaliana na mawazo ya Mungu kwenye maisha yako. Nasema kubaliana na mawazo ya Mungu kwenye maisha yako. Anza kukubali maisha ya Mungu, mawazo ya Mungu kwenye maisha yako. Lazima utaendelea kuona msaada wa Mungu. Ndio maana nimekwambia tunahitaji msaada wa Mungu. Unajua kuna watu ambao, kwa mfano kuna nchi ambazo hazihitaji msaada. Kwa nini hazihitaji msaada? Kwa sababu zimejitosheleza. Hizo nchi zimefanyaje? Lakini nchi ambazo zinahitaji msaada ni nchi ambazo zina uhitaji mkubwa, zina kiu, zina njaa, zinaenda mara kwa mara kwenda kuhitaji wawasaidie. Na mara nyingi msaada, ndugu zangu, msaada hauna gharama. Hebu sema msaada hauna gharama. Sema kwa sauti, msaada hauna gharama. Hivi msaada una gharama? Sema amen. Haleluya. Kwa mfano, nikupe mfano mwingine wa msaada. Unamuona pale Petro alipoambiwa na Bwana Yesu njoo juu ya maji. Eti alimwambia njoo juu ya nini? Juu ya maji. Petro akaanza kufanyaje? Kumbuka Petro alikuwa mvuvi. Alikuwa hayuko mvuvi asiyejua kuogelea. Ni kweli si kweli? Hayuko mvuvi asiyejua kufanyaje? Kuogelea. Kwa hiyo kama maji angelikuwa ya kawaida tu, wala Petro asingehitaji nini? Msaada. Asingehitaji msaada. Angejua tu alafu angeanza kuogelea pale.
kuendea kile chombo. Inachoonyesha pale ni wazi kwamba Petro aliposhuka kwenye kile chombo alitembea hatua ndefu. Kumbuka huyu ni mvuvi, ni mtaalamu wa kufanyaje, wa kuogelea. Sasa anaambiwa njoo juu ya maji, ameanza kutembea juu ya maji. Baadaye anaanza kuona upepo, akakumbuka upepo huu na kimbunga hiki huwa hakina mvuvi. Sema amen. Sema amen. Akakumbuka kwamba kimbunga cha namna hii hakina nini? Hakina mtaalamu. Hakina mtaalamu wa kwamba mimi najua, mimi naelewa, mimi nafahamu kuogelea, ataweza kuogelea. Maandiko yanasema alianza kusama. Kile kimbunga kilimpiga sawa sawa. Akajaribu kujiokoa, akaona hawezi. Ikabidi aombe msaada. Pale Petro imani yake ilikuwa haba ya kumtetea. Imani ya kumtetea alikuwa hana. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa hana imani ya kumtetea, ilikuwa ni kufa. Lakini kwa sababu alikuwa na Bwana, kwa kuwa alikuwa na nani ambaye ni msaidizi wake, kwa kuwa alikuwa na Bwana, Bwana ni msaidizi wake, alimwambia Bwana nisaidie, nishike mkono. Bwana akaja akamshika mkono, akamwambia ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Lakini ameshamsaidia. Pamoja kwamba alikuwa na imani haba, lakini ameshamsaidia. Na mimi nasema hata kama una imani haba, leo Bwana akusaidie. Leo Bwana akutoe mahali kukupeleka mahali pengine. Bwana akutoe mahali kukupeleka mahali pengine. Maandiko yanasema Yesu akamchukua vile vile, akampeleka mahali salama kwenye chombo. Akampeleka kwenye chombo. Alipokaa moyo wake ukafanyaje? Ukafurahi, ukatulia, akajua nimepona, akajua sifi tena, akajua hali mbaya tena hainipati. Maandiko yanasema alipokaa kwenye chombo na Bwana amekuwa kwenye chombo, ule upepo ukanyamaza, kukawa shwari kuu. Hebu sema kukawa shwari kuu. Alisaidiwa, hakusaidiwa? Alilipa nini? Alilipa gharama gani? Imani yake ilimsaidia. Kuna watu Bwana anasema imani yako imefanyaje? Imekuponya. Lakini pale Petro hakuwa na imani ya kumponya. Hakuwa na imani ya kufanyaje? Alichotaka pale kumwomba Bwana aliye karibu naye amsaidie. Na mimi nataka Bwana akusaidie. Bwana atusaidie kanisa lake leo. Tumekuwa na mporomoko mkubwa, tunahitaji Mungu atusaidie. Leo tuko Kenya, Mungu aisaidie Kenya kwa ajili yetu. Maandiko yanasema wakiweko wenye haki 50, kwa ajili yao wataliponya taifa. Hata wakipungua wakawa 45, kwa ajili yao wataliponya nchi. Hata wakipungua wakiwa 40, kwa ajili yao wataiponya nchi. Hata wakipungua wakiwa 30, kwa ajili yao wataiponya nchi. Hata wakipungua wakiwa 20, kwa ajili yao wataiponya nchi. Hata wakipungua wakawa 10. Mbona hapa mtuko zaidi ya 10? Hebu sema kwa ajili yetu, kwa ajili ya kongamano hili, Bwana aiponye nchi yetu Kenya. Bwana aiponye nchi yetu Kenya, iwe nchi ya amani, iwe nchi ya furaha, isiwe nchi ya kuuana na kumalizana.